Sisi kama TAMISA tumejiorganize, tumekuwa institution. Kwa hiyo tunapeana taarifa mbalimbali za kitaalam, tunasaidiana kuweza kuelewa jinsi gani ya kuwa qualified, yani watu wapewe huduma kwa ajili ya qualified, au tunaita kwa lugha ya kitaalam tunasema meritocracy, yani watu wapewe kazi kwa ajili ya merits, watu wapewe nafasi ya kutoa huduma kwa ajili ya merits. Kwa hiyo tunasaidia watoa huduma wenzetu ili waweze kuwa na uwezo wa kupewa contract hizo na kuweza kuzitekeleza. Na ndio maana kwenye mada ambazo zimetolewa leo, moja kati ya mada ambayo nimetoa mimi ni umuhimu wa utekelezaji wa mikataba katika utoaji wa huduma kwa watoa huduma wa ndani. Kwa hiyo hii inakuwa ni mikataba ambayo lazima itekelezwe, na itekelezwe kwa usahihi, na itekelezwe kwa uweledi, lakini vile vile kwa kufuata kanuni mbalimbali. Na sisi kama TAMISA tunashirikiana pia na Tume ya Madini. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza waziri wetu wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, ndio ambaye ametoa wazo na kusimamia kuanzishwa kwa hii TAMISA. Na Mheshimiwa Mavunde amekuwa akisimamia as a person, yani in person, na amesimamia binafsi na kuwa na juhudi binafsi za kusimamia kuhakikisha kwamba hii TAMISA inafanikiwa na inaweza kukaa pamoja na tume, pamoja na hawa ndugu zetu ambao wanafanya shughuli za madini, ili tuweze kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa local content kwa kufuata vigezo, masharti na sheria zilizowekwa zinazosimamia local content. Okay, watu wanasikia tu local content au yale ambayo yapo huko kama sehemu ya fursa. Sasa hebu fafanua kidogo, ni fursa gani mpya ambazo zinatarajiwa kujitokeza kwa Watanzania kupitia sera ya ushirikishwaji? Kwenye sera ya ushirikishwaji tuseme tu kwamba fursa, siwezi kusema ni fursa mpya, kwa sababu hizi fursa zipo siku zote, lakini ni kuzitambua sasa kwamba fursa zipo. Hizi kampuni za madini zimekuwepo nchini miaka mingi sana na zikitoa huduma mbalimbali na zikifanya shughuli za uchimbaji, lakini fursa zinavyokuwepo zilikuwa zikielekea zaidi, especially kwenye eneo la manunuzi, zimekuwa zikielekea zaidi kwenye makampuni ya nje. Kwa hiyo fursa tunayozungumzia sasa hivi ni kwamba makampuni ya ndani yachangamkie fursa kwenye kushiriki kuwa watoa huduma mbalimbali za migodini. Kwa hiyo cha muhimu ni kuangalia weledi au vitu au huduma ambazo unaweza kuzitoa, product ambazo unaweza kusupply, services ambazo unaweza kuzitoa, au viwanda unaweza kufungua kwa ajili ya huduma mbalimbali ambazo zinahitajika kwenye madini. Kwa hiyo ninatoa tu kwamba wito kwamba pamoja na kwamba utahitaji kufanya research na kujua kwamba ni huduma gani wewe unaweza kuitoa na huduma gani inahitajika. Kuna unachoweza kusupply na kuna kinachohitajika. Habari njema ni kwamba Tume ya Madini inatoa ushirikiano wa 100% kwetu TAMISA katika kutambua, kufahamu na identify zile huduma mbalimbali zinazohitajika. Na hizi sisi tunawashirikisha members wetu. Kwa hiyo labda pa kuanzia ni wewe kama mtoa huduma au unayehitaji kuwa mtoa huduma, basi ujiunge na TAMISA kwa kupitia www.tamisa.co.tz. Utapata maelekezo ya jinsi ya kujiunga na TAMISA, kujisajili na TAMISA na kuweza kuziona hizo fursa mbalimbali ambazo kwa sasa tume yetu, wizara yetu ya madini imezifungua, na rais wetu amekuwa akisisitiza sana kwamba hizi fursa ziende kwa Watanzania na tushiriki na tushirikishane.